Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Viwanda na Biashara, naomba nijibu swali namba 82 kutoka kwa Mheshimiwa Othman Maulid Suleiman, mbunge wa Mahonda. Mheshimiwa Mwenyekiti, ilani ya CCM pamoja na dira ya maendeleo ya 2020-2050 inatoa kipaumbele kwenye uwekezaji na uzalishaji wa ndani, ongezeko la thamani ya bidhaa zetu za ndani, na mkakati wa serikali unalenga katika kukuza uchumi wa viwanda, kuanzisha viwanda vipya na kufufua viwanda ambavyo vimesimamisha uzalishaji. Na katika muktadha huo, Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia Disemba 2025, serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi imefanikiwa kuanzisha kongani 36 katika mikoa 16 nchini. Kati ya hizo kongani 6 zipo katika hatua ya ujenzi na baadhi ya viwanda vya ndani ya kongani hivyo tayari vimeanza uzalishaji. Mathalan, kongani ya Kwala iliyopo mkoa wa Pwani na kongani Kilimanjaro iliyopo Kigamboni, ambapo kila moja ina viwanda 4 ambavyo vinaendelea na uzalishaji. Aidha, serikali imeanza kutekeleza mpango maalum wa miaka 6 2025-2026 mpaka 2030 wa kuendeleza viwanda vya ndani, ambao kupitia mpango huo kongani zipatazo 52, yaani kongani 2 kwa kila mkoa zitajengwa. Ujenzi wa kongani hizi zenye viwanda ndani yake utasaidia kupunguza uagizaji bidhaa kutoka nje. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Othman Maulid Suleiman. Mheshimiwa mliowasha, naomba mzime hili. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya serikali, nilikuwa naomba kuuliza masuala mawili ya nyongeza. Swala la kwanza, je, serikali ina mkakati gani wa kuhamasisha wananchi kuweza kuzipenda na kuzinunua bidhaa zinazozalishwa Tanzania, nikiwa na maana ya nunua bidhaa za Tanzania kwanza? Lakini swala langu la pili, je, serikali haioni haja ya kuanzisha programu hii ya kizalendo kwa umma ili ipate mwamko wa kuzipenda bidhaa zetu na kuzinunua? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niungane na Mheshimiwa mbunge kwamba jukumu la kukuza, kuendeleza na kuhamasisha bidhaa zetu za ndani ni jukumu letu wa Tanzania wote. Wizara ya Viwanda na Biashara chini ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia taasisi ya TanTrade tunaendelea kufanya mradi mkubwa wa branding wa bidhaa ambazo zinatengenezwa Tanzania maarufu kama Made in Tanzania brand. Lakini pia pamoja na hayo, kupitia miradi mbalimbali ya uendelezaji wa viwanda tunaendelea kutoa hamasa kwa Watanzania, na mwamko sasa hivi umeendelea kuwa mkubwa hasa kwa viongozi wa serikali na taasisi binafsi ambao tunaendelea kuona wakivaa ama wakitumia bidhaa za Tanzania. Hivyo naomba kutoa rai kwa sisi wabunge kuendeleza hamasa ya kupromote bidhaa zetu za ndani kwa kuzitumia na kuonyesha Watanzania kwamba bidhaa zetu zina ubora na zinakidhi viwango na tunazipenda. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Nuru Isa, ajiandae Mheshimiwa Imam Vuai. Mheshimiwa Imam Vuai au Mheshimiwa Nuru Isa hajaweza kuwasha? Mheshimiwa Imam Vuai. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipatia nafasi. Ni lini serikali itakuja na mkakati madhubuti wa kulinda viwanda vya ndani dhidi ya ushindani wa bidhaa za bei nafuu kutoka nje? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nishukuru kwa swali zuri la Mheshimiwa mbunge kuhusiana na suala la kulinda viwanda vyetu vya ndani. Kama ilivyo itifaki ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, tumeendelea kutengeneza sheria, lakini pia tumeendelea kutengeneza kanuni na kuboresha kanuni mbalimbali. Lengo ni kulinda
bidhaa za ndani, lakini pia kuchochea uwekezaji na kuendeleza uzalishaji wa bidhaa zetu. Katika hili tunaweza kuona, Mheshimiwa Mwenyekiti, wiki iliyopita Waziri wa Viwanda na Biashara aliongoza zoezi la kukamata mali ambazo zimezalishwa kinyume cha sheria ama zimeingizwa kinyume cha sheria, ambazo zimeingizwa sokoni chini ya viwango ama kinyume cha taratibu. Lengo la kufanya hivi ni kulinda viwanda vyetu vya ndani. Lengo la kufanya hivi ni kuongeza imani ya walaji, lakini pia kulinda mitaji ya Watanzania, na tutaendelea kufanya hivyo ili kuwavutia wawekezaji wapya, lakini pia kulinda wawekezaji na wazalishaji wa bidhaa za ndani. Naomba kuwasilisha, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Stella Ikupa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Je, ni upi mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba viwanda vyetu vinazalisha bidhaa ambazo ni shindani, yaani bidhaa ambazo ni sawasawa na zile bidhaa za nje au zaidi ya zile bidhaa za nje? Asante. Majibu, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika jitihada za kuanzisha viwanda vipya na kufufua viwanda ambavyo vinaendelea na uzalishaji katika maeneo mbalimbali, tumeendelea kuvutia wawekezaji, lakini pia kuhamasisha teknolojia mpya na matumizi ya teknolojia mpya kwa uzalishaji wa bidhaa za ndani. Na katika hili Wizara ya Viwanda, Wizara ya Elimu na Teknolojia tumeona imeendesha programu mbalimbali za kuongeza ujuzi wa vijana wetu katika vyuo vyetu vya VETA ili kutumia ujuzi mpya, teknolojia mpya, kupunguza gharama ya uzalishaji, kuwa na bei shindani katika soko, lakini kuwa na viwango ambavyo bidhaa zetu zinaweza zikashindana katika soko, sio tu kikanda lakini kimataifa. Kwa hiyo kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na wadau wengine wakiwamo Wizara ya Elimu, tumeendelea kuboresha ujuzi wa vijana wetu ili wazalishe bidhaa zenye ushindani katika soko. Naomba kuwasilisha, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Asia Halamga. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kata ya Mugitu iliyopo wilaya ya Hanang ina malighafi ya kutosha ya kutengeneza simenti inaweza kudumu kwa zaidi ya miaka 100. Je, Mheshimiwa Waziri yupo tayari kuambatana na mimi ili kwenda kuona rasilimali hii muhimu kwa nchi yetu? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza naomba kupitia bunge lako kumwahidi Mheshimiwa mbunge Asia Halamga kwamba niko tayari kuambatana naye katika jimbo lake, lakini pili kumhakikishia kwamba serikali inaendelea na tathmini ya viwanda vya kimkakati kwa kuangalia malighafi ambazo zinaweza kutumika katika uzalishaji wa bidhaa mbalimbali na kuongeza thamani ya bidhaa zetu. Na katika hilo mkoa wa Manyara hususan jimbo la Hanang ni miongoni mwa maeneo ya kimkakati ambayo tunaendelea kuangalia uwepo wa malighafi hasa za chumvi, tunaona na simenti, ili kuangalia namna gani tunaweza kuvutia wawekezaji kuwekeza katika bidhaa hizo, na lengo ni kuongeza uzalishaji bidhaa na kujihakikishia soko katika ukanda wa Afrika Mashariki. Naomba kuwasilisha, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Hawa Maifunga. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kuniona. Kwa kuwa tathmini na eneo la ujenzi wa kiwanda cha mbolea katika mkoa wa Tabora tayari vimekwisha patikana na mwekezaji yupo, ni lini serikali itaanza mchakato kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda cha mbolea katika mkoa wa Tabora? Jibu, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, wote tunafahamu kwamba kilimo ndio uti wa mgongo na kimeajiri wengi, na ilani ya Chama cha Mapinduzi pamoja na dira ya maendeleo ya 2020-2050 inazungumzia ni jinsi gani tunaenda kutumia kilimo kama muhimili wa kutupeleka kwenye uchumi wa viwanda. Na katika muktadha huo, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa mbunge ataungana nami kujua changamoto ambayo inatukabili kwenye sekta ya kilimo, hasa kutokana na vita ambayo inaendelea kule Ukraine, lakini pia kule Mashariki ya Kati ambao ndio wazalishaji wakubwa wa mbolea. Changamoto hii inatupelekea kuona kwamba sisi kama serikali tunatafuta majawabu ya uhakika kuona kwamba sekta ya kilimo haiumbi, kwa kuhakikisha kwamba tunaenda kuanzisha viwanda vya mbolea
lakini kuviimarisha vile vilivyopo ili kutoa majibu ya uhakika katika swala zima la usambazaji wa mbolea na kuimarisha sekta ya kilimo katika nchi yetu ambayo ndio uti wa mgongo. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu hayo mengi ya waheshimiwa wabunge kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara. Tunaendelea na